Jana tumeshuhudia mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs, Simba akibuka na ushindi wa bao 3-0 kule Eswatini. Sasa tumezoea na ni hali ya kawaida kwa Simba kushinda mechi kama hizi. Kwanza tukiona mkondo wa pili, Simba unamuona akienda kufanya makubwa? Jana tulishuhudia mchezo mzuri sana, mchezo wa kuvutia. Of course, kwa upande wa Simba tunaweza kusema kwamba shughuli ni kama vile imeisha. Tafsiri yake ni kwamba Simba apoteze mchezo wa nyumbani idadi ya goli 4-0, jambo ambalo kwa kiwango namna ambavyo tumeona opponent ambaye anakwenda kukutana naye kwenye mchezo wa marejeano kwa maana ya Nsingizini Hotspurs ni timu ambayo ukijaribu kuangalia, of course mpira unadunda, lakini goli 4-0 kumfunga Simba ni ngumu. Simba tayari kwa takriban miaka kama sio 7 ni 8 wamesha set standard ya kwao kwamba preliminary stage, mechi za maandalizi za awali ni ngumu sana kumtoa katika hatua hii. Jana wameonyesha kiwango cha hali ya juu. Jana tumeona Simba wakicheza as a teamwork, idara zote, hatujaona madhaifu ya aina yoyote kutoka idara ya mbele kwa maana ya ushambuliaji, namna ambavyo unamwona Jean Chalea Ahoua, unamwona mtu kama Kibu Dennis, idara nzima ya mbele unaona kabisa namna ambavyo inacheza, lakini njoo katikati wako vizuri sana. Hali kadhalika ukimalizia kwa idara ya nyuma kwa maana backline, kila mmoja kwa nafasi yake ametekeleza majukumu yake. Tafsiri yake ni kwamba Simba tayari wameshaweka mguu mmoja mbele na mguu wa pili wanajaribu kusogeza. Wanachosubiri tu ni muda ufike waweze kumaliza mchezo huo. Ni mchezo ambao utakuwa ni mlima mkubwa sana kwa Nsingizini ambayo pengine itahitaji magoli zaidi. Naam, tumeona makubwa yakifanyika ndani ya uwanja, lakini wadau mbalimbali wamekuwa wakidai kwamba Nsingizini ni ndogo kulinganisha na Simba Sports Club, kwani ndio maana Simba aliibuka mshindi katika mechi hiyo. Lakini kwa udogo wa Nsingizini, Simba ilitakiwa aongeze magoli zaidi ya 3. Hiyo kwako imekaje? Mpira wa miguu lazima uheshimu mpinzani. Kuna kitu kinaitwa respect opponent. Naam. Mpinzani unayekutana naye lazima umheshimu. Nataka nikupe mfano mzuri sana, ni mfano wa mchezo wa Yanga juzi. Naam. Namna ambavyo wamecheza na timu ya kawaida, lakini nafikiri Silver Strikers kwenye rekodi unaweza kuona ni timu ya kawaida, lakini Yanga hawakufurukuta. Kwa nini? Hawakuweka effort sana kumheshimu mpinzani, lakini pia nafasi chache ambazo walizozipata hawakuziconvert kwa magoli. Kwa hiyo lazima umheshimu mpinzani. Tunayemzungumzia kwa maana ya Nsingizini Hotspurs, sio kwamba hawajafika golini kwa Simba, wamefika tu mara kibao, lakini kuna kitu kinaitwa level of maturity, yani kiwango cha juu kabisa cha ukomavu, kwa maana ya kwamba level of maturity inategemea na wachezaji, inatengenezwa na wachezaji ambao wana ukomavu wa kiwango cha juu. Kwa mfano, goli ambalo wamelifunga Kibu Dennis, alikuwa anatakiwa aachie kipande, lakini ndani ya muda mfupi, ndani ya sekunde alifanya maamuzi kwamba hapa, kwa sababu walishaona kwamba Nsingizini walishaona kwamba mimi natoa pasi, napiga hapo hapo, wakati huo kipa alishahama. Hapo ndipo tunapozungumzia level of maturity, yani kiwango kikubwa cha ukomavu. Lakini kingine ambacho naweza nikasema kwamba ni Nsingizini ni timu ya kawaida, ni timu ya kawaida kweli, lakini tunamzungumzia bingwa wa nchi anakutana na bingwa wa nchi nyingine, lazima umheshimu. Amepambana kwenye ligi yake, amekuwa bingwa, ndio maana unamwona yuko kwa bingwa barani Afrika, sio? Kwa hiyo kwa namna yoyote ile suala la kumunderrate inakosa nafasi, kwa sababu kila mmoja anaiwakilisha nchi yake. Ni sawa na bingwa wa Tanzania unamkutanisha na bingwa wa Misri kwa maana ya Al Ahly, alafu unaanza kusema kwamba huyo Al Ahly ni mzuri kuliko wa Tanzania. Sawa, kwenye mahesabu unaweza kusema hivyo, lakini katika ile level lazima umpe heshima yake.
Yes, moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kusemwa ni kwamba mkufunzi mpya wa Simba SC ni kwamba hajakidhi vigezo vya kuwa mkufunzi, ikiwa na maana kwamba yeye ndio aongoze benchi la ufundi, lakini tumeona kile ambacho anaweza kufanya. Tutegemee kipi kutoka kwake? Kuna kitu kinaitwa falsafa. Falsafa inajengwa au itikadi inajengwa taratibu taratibu taratibu, then unaposema huyu ni Real Madrid, hata nahodha wa timu anaweza kukaa kwenye bench akatumia kikosi cha kawaida tu kile ambacho kinacheza siku zote na hicho timu ikashinda. Ndicho ambacho nataka kuzungumza kwamba Simba ilisha seti standard since 2018. Kocha wakati huo akiwa Patrick Ausems. Ndio naanza kuiona Simba kutoka pale ilianza kuingia hatua ya robo finali. Hatua ya makundi ya. Kwa hiyo wakaja taratibu taratibu mpaka leo hii Simba ilishajenga sera yake. Simba kwa mfano jana kushinda, ni wadau tu wamefurahi kwa maana mashabiki, lakini hawajamit ile standard yao. Standard yao ni kwamba wanatakiwa wafike hatua ya, kwa upande huu wanatakiwa wafike hatua ya nusu finali. Sio kuingia makundi is not issue. Robo sio habari, lakini siku wakivuka nusu finali ndio tunaanza kuzungumza kwamba klabu kutoka Tanzania imevunja rekodi ya kuingia nusu finali kwa mara ya kwanza kupitia upande huu wa klabu bingwa barani Afrika. Hata siku nyingine akija kocha mwingine wa Simba akaingia finali ya kombe la shirikisho, sio story tena, maana kuna mtu alishafika na hakufanikiwa kuchukua kombe. Kwa hiyo Simba ukiona shirikisho anataka bebe kombe, huku anatakiwa ingie nusu finali, ndio tunaweza kusema kwamba kuna rekodi mpya. Kwa hiyo hichi ambacho nakizungumza kwamba kocha mpya Pantev kwa maana ya manager ni kana viwango na nini, haya yote hayana issue sana. Ni sawa na kwa mfano taaluma fulani. Kwa mfano labda mwalimu anamfundisha mtoto, mwalimu wa degree anamfundisha mtoto la kwanza na mwalimu wa diploma anamfundisha mtoto la kwanza. Kitu kitakuwa kile isipokuwa tu namna ya treatment ile. Unaweza kuna siasa fulani tu inaingia katikati kwamba huyu ana degree bwana, huyu ana nini, lakini falsafa ni ile. Kwa mfano hata mimi kidogo nimepita kwenye ukocha. Kwa mfano nikiandika program yangu nikasema bwana hapa tunaanza pre-season ni 1 2 3, lazima nikakaa pembeni nikaambia wachezaji leo tunafanya namna hii, wakafuata, sio? Lakini tukija kwenye vigezo mimi naambia sina kigezo, ila kwenye kuandaa timu naiandaa. Issue inakuja wapi? Issue inakuja kwenye, kuna kitu kimoja kinaitwa tactic, mbinu. Ili umpime mwalimu mbinu, ili umpime mwalimu uwezo wake, unampima kwenye mbinu. Kwa mfano